naomba niwajulishe rasmi kwamba waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni wameichakata bajeti hii kwa kuanzia na vikao kwenye kamati za kudumu. Kamati zote za kudumu, kamati ya mipango miji na mazingira, huduma za uchumi, afya na elimu, kamati ya kudhibiti ukimwi, kamati zote hizi na kamati ya fedha zote zimepata nafasi ya kujadili kipengele kimoja na kingine cha bajeti yetu ya manispaa ya Kinondoni itakayoanza kutekelezwa mwezi Julai mwaka huu wa 2026. Na kama alivyosema mkurugenzi, kwa mwaka wa fedha wa 2026/27 halmashauri yetu inatarajia kupokea na kutumia kiasi cha shilingi bilioni 178,960,519,167 na senti sifuri. Fedha hizo shilingi bilioni 86.036 ni ruzuku kutoka serikali kuu ambayo ni sawa na asilimia 48, na shilingi bilioni 92.924 ni fedha za makusanyo ya ndani ya halmashauri ambayo ni sawa na asilimia 52. Na tumesema hapa kwamba uwezo wa halmashauri umeendelea kukua siku hadi siku. Sasa halmashauri yetu imefikia uwezo wa kujitegemea kwa asilimia 52. Ni swala la kujipongeza. Sasa mchanganuo wa fedha hizo ni kama ifuatavyo: shilingi bilioni 92.924 ni mapato ya ndani. Mapato haya yanajumuisha yale mapato ya vyanzo fungiwa, lakini tuna ruzuku kutoka serikali kuu. Serikali kuu katika bajeti hii watatuchangia jumla bilioni 86.036 kama ifuatavyo. Kwanza, matumizi mengineyo OC ni shilingi bilioni 1,301,000. Mishahara ya watumishi wetu, wapo watumishi hapa ambao wanalipwa na fedha za mapato ya ndani, lakini sehemu kubwa ya watumishi mzigo wake unabebwa na serikali kuu, na katika hao wanaobebwa na serikali kuu ambao ni takriban asilimia 95, serikali kuu itatupatia jumla shilingi bilioni 69,471,637,300. Hizo ni fedha ambazo zitatoka serikali kuu. Lakini kwenye maendeleo, ruzuku ya maendeleo, serikali kuu imeahidi kutupatia jumla shilingi bilioni 15,263,223,000. Kwa hiyo kichukua hiyo inatengeneza ruzuku kutoka serikali kuu yenye jumla shilingi bilioni 86,36,027,300. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa fedha, kama nilivyosema, ukiacha ruzuku, fedha za mapato ya ndani katika ile bilioni 92 ambayo tunakwenda kuikusanya, asilimia 70 tunaielekeza kwenye kutekeleza miradi ya maendeleo. Hilo ni takwa la kisheria. Katika makusanyo yetu tunatakiwa asilimia 30 iende kwenye recurrent na asilimia 70 iende kwenye development. Kwa hiyo katika mchanganuo huo jumla ya shilingi bilioni 44,903 na senti 50 ambayo ni sawa na asilimia 70 tunazipeleka fedha hizi kutekeleza miradi ya maendeleo ndani ya manispaa yetu ya Kinondoni, yakiwa ni mapato yetu ya ndani. Na hii bilioni 46 imeongezeka zaidi ya shilingi bilioni 2 na ushee ukilinganisha na bajeti ya mwaka 2025/2026. Kwa hiyo ni mategemeo yangu kwamba utekelezaji wa bajeti hii utakwenda kujibu changamoto ambazo zinawakabili wakazi wa manispaa ya Kinondoni, kwenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye kata zetu 20 na mitaa yetu 106. Lakini tunakwenda kuboresha miundombinu. Moja ya eneo ambalo Kinondoni linatusumbua
ni miundombinu, na miundombinu hii ni pamoja na miundombinu ya barabara. Mmeona kwenye bajeti hii tumetenga jumla ya shilingi bilioni 6.5 ambazo tunakwenda kuzitumia kutengeneza barabara zetu, mifereji pamoja na vivuko mbalimbali kwa kushirikiana na TARURA. Lakini vile vile tumezingatia mfuko wa vijana, kina mama na watu wenye ulemavu, na wenyewe vile vile tumetenga bilioni 6.5 kwenda kuwakopesha vijana, kina mama na watu wenye ulemavu ili na wenyewe waweze kushiriki katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na vikundi kwa ujumla. Na kupitia bajeti hii niendelee kuwaomba pia wale ambao walikopa kipindi kilichopita waendelee kurejesha ili tupate fedha nyingi zaidi tuweze kuwakopesha na wengine. Lakini tunakwenda pia kujibu changamoto za elimu. Tutakwenda kununua madawati kwa ajili ya shule zetu za msingi na sekondari. Hatuwezi kuwafanya watoto wetu waendelee kusoma katika mazingira magumu. Yote hayo tumeyazingatia katika bajeti hii. Lakini vile vile tumetenga fedha zaidi ya milioni 750 kwenda kuanzisha shule mpya ya msingi kule Bunju B kwenye kata ya Mabwepande. Wamekuwa na kilio cha shule kwa muda mrefu, na hivi karibuni Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alifanya ziara kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Moja ya kero iliyoibuliwa na wananchi ni kuhitaji shule ya msingi kwenye eneo la Bunju B. Lakini wakati Mheshimiwa Waziri Mkuu anapokea kero hiyo, sisi halmashauri ya manispaa ya Kinondoni tulikwisha tenga eneo na tulikuwa tumeishaweka kwenye mipango yetu ya bajeti ya ujenzi wa shule hiyo. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa Bunju B wakae mkao wa kula, wale wakata Mabwepande wanakwenda kupata shule ya msingi.